Habari yako mtazamaji. Leo naanza na nukuu za kiafya zinazosema acha chakula chako kiwe dawa yako, la sivyo utafanya dawa kiwe chakula chako. Na leo katika mtazamo wa kibiashara tunaangalia fursa mbalimbali zinazopatikana kutokana na vyakula hivi vya asili. Mimi ni Asha Selemani Kaoneka. Kwa mimi kijana, fursa ya kwanza ni kama hizi bidhaa, kwa sababu unaweza kuliko ukae nyumbani bora kujishughulisha kidogo kidogo kama hivi. Ya ukipata kiamsini chako shilingi ngapi, ili mradi imeingia mfukoni mwako, ambayo ni ya halali. Bidhaa asilia na bidhaa ambazo zimeshapita kiwandani kuna tofauti mkubwa sana, kwa sababu ni vitu ambavyo vinakuwa bado havijachanganywa na kemikali yoyote. Ni vizuri sana kujishughulisha na bidhaa au na biashara yoyote ile ambayo inaweza kukuingizia kipato cha halali kuliko kukaa nyumbani au kufanya vitu vya uhalifu. Kwenye bidhaa asilia kuna fursa nyingi sana kwa vijana. Kama kijana kiamua kufanya hizi biashara, mfano kuna vitunguu, maharage, karanga, mchele, ni bidhaa ambazo zinatoka kwa wingi sana, maana walaji ni wengi mno. Kwa na washauri vijana wengi wajikite kwenye bidhaa asilia, maana bidhaa hizi watu wengi wanatumia, pia utokaji wake ni wa haraka zaidi. Kwa na washauri vijana wasikae nyumbani, wajitahidi kufanya hizi biashara, wasione aibu. Zina mzunguko mzuri na zina pesa nzuri tu kabisa. Mambo ya kuzingatia katika kufanya biashara hii asilia, cha kwanza, ukiingia kwenye hii biashara usiangalie mfano watu, yani watanionaje, labda watasema nini. Kwa kijana yoyote, kinachotakiwa unatoka ujipambanie wewe kama wewe. Cha kwanza uangalie malengo yako ni ya nini. Wengi walianza wadogo, lakini sasa hivi wengi wamekuwa. Asilimia kubwa hii biashara ukifanya kwa juhudi inakutoa. Niko na washauri vijana wafanye, wasiogope. Kwa majina anaitwa Mr. Godfrey. Ni mhadhiri msaidizi katika idara ya uchumi Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Swala kwanza mmeniuliza juu ya uelewa binafsi juu ya mazao ya asili, nafaka, si ndio? Kiujumla haya ni mazao ya kilimo. Yes, ni mazao ya kilimo yanayotoka shambani. Sababu unapozungumza nafaka unazungumza vitu kama mchele, unazungumza vitu kama mpunga, uwele, mtama, na vitu vingine kama hivi, karanga. Sasa kama nilivyosema kwamba ni mazao ya kilimo, ni mazao ambayo yanachangia kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya kuweza kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja, hata uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa sababu gani? Ukija kwenye masuala ya kiuchumi kwa pato la mtu mmoja mmoja, ukianza na mkulima mwenyewe, sababu haya mazao tunaanza kuya process shambani. Sasa ikiwa kule shambani, manake mkulima anapoenda kuyapanda, manake anapanda, kwa mfano labda anapanda mpunga, anapanda mahindi, anapanda karanga, anapanda mchele na vitu vingine, maharage. Kuna watu wataajiriwa. Siku hizi tuna kilimo cha kisasa. Sasa kwenye kilimo cha kisasa, labda mtu anataka kupata kwa wingi, manake watu wataajiriwa kwenye kilimo, watapanda, watavuna. Kumbe ajira namba moja kutingana na haya mazao ya nafaka inapatikana shambani. Huyo ni mkulima. Ajira namba mbili, mtu anayefaidika yakishaletwa sokoni. Yatavunwa, atapeleka mfanya biashara, mtu wa pili ambaye anafaidi hivi vitu. Kwa hiyo kishaletwa sokoni, anayefaidi ni mfanya biashara, sababu yanatoka shambani, ananunua kwa bei ndogo. Kwa hiyo akifika kwenye soko ana add value. Add value kwa maana ya zao lenyewe, huko tafika baadaye. Anapandisha bei kidogo ili aweze kupata faida. Kwa hiyo anarahisisha huduma za upatikanaji. Kwa mfano sisi watu tunaoishi mjini, si rahisi sana kufuata mpunga au maharage au mchele au uwele shambani. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda sokoni. Yule aliyepo sokoni pale, maana yake haya mazao ameyatoa shambani. Kwa hiyo tunapata huduma pale. Hiyo. Mtu wa tatu ambaye anaweza kupata faida, nadhani sasa ni serikali. Serikali inakusanya kodi pale. Sababu unapopanga wewe biashara yako hapo, upo soko kuu, serikali itakuja itachukua kodi yake. Kwa hiyo unaona ni zao ambalo ni zao ambalo lina faida nyingi kiuchumi. Labda kuna namna ya kuweza kuyaprocess yale mazao. Nilikuwa nataka niendelee pale niliposema kwamba namna gani ili zao linaweza likafaidisha watu wengi kwa namna tofauti tofauti.
kuna namna pia ya kuongezea thamani. Yaani hili zao unaweza kaliongezea thamani. Kwa mfano, umechukua kitu kama mbegu za maboga au karanga, au umechukua maharage. Kuna namna fulani unaweza ku-add value, ni pale ambapo unayachange sasa. Una change ikiwa katika hali yake ya mahindi, unapeleka katika hali yake ya unga. Umeona? Sasa watu wa viwandani pia wanaweza kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapoliongezea zao sasa ndio teknolojia inapoingia hapo. Kwamba bila teknolojia hatuwezi tukabadili haya mahindi kuwa unga. Si ndio? Sasa kwa sababu ya uwepo wa teknolojia tunaweza tukabadili mahindi kuwa unga. Kwa hiyo tumeshabadilisha, yametoka kwenye mahindi, tumeongezea thamani kuwa unga. Unga atanunua mtu, ataenda kupika ugali, unga utatumika kupika vitu mbalimbali, mikate na vitu vingine. Kwa hiyo teknolojia ni ya muhimu kwenye masuala haya. Nadhani ni mazao ya kilimo. Nadhani kama serikali pia yenyewe inaipa kipaumbele sana kilimo. Kilimo kama sekta ambayo tunasema ni kinua mgongo. Ni backbone kwa watu wengi, kwa nchi na kwa individual. Sasa serikali kama serikali, kwa sababu kilimo ni zao ambalo ni la kimkakati kwanza, alafu ni zao ambalo pia ni tegemezi kwenye pato la taifa. Sababu ukiangalia katika pato la taifa, kilimo kama agriculture inachangia almost asilimia nyingi kwenye pato la taifa ukilinganisha na sekta zingine. Kwa sababu gani? Binadamu wote tunategemea chakula, tunategemea kila kitu ili tuweze kuishi. Kwa hiyo serikali inabidi iweke nguvu sana kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Hasa vijana wanaomaliza vyuo vikuu sasa hivi wanasema ajira hamna. Ajira ipo, iwape mikopo, waende wakatafute mashamba huko, walime, wazalishe. Serikali basi baada ya kuwa imezalisha iwahakikishie vijana masoko. Inakuwa inakatisha tamaa pale ambapo mtakuta mnazalisha kwa wingi, alafu mnajikuta kile mnachokizalisha bei yake inakuwa ni ndogo. Umeona? Bei inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo sasa serikali itoe ruzuku, kwa maana iwezeshe vijana kwa maana ya mbolea, mashamba, pesa na vitu vingine, wazalishe kwa wingi. Alafu baada ya kuzalisha wa set price ambayo kidogo itakuwa ni beneficial kwa. Mtazamaji, kama tulivyoona leo kupitia kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara, ya kwamba bidhaa za asili si tu sehemu ya afya, bali pia ni sehemu ya kuinua uchumi wako. Itoshe kusema ya kwamba fursa zipo, ardhi ipo na soko linakusubiri. Kwa niaba ya mpiga picha wangu nyuma ya kamera Dorinson Edward na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kaoneka. Kwa heri.